Karibu kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Naomba leo tuongelee kuhusu mada ifuatayo. Afya ya mwanamke hupimwa na kitu gani? Afya ya mwanamke hupimwa na upevukaji wa yai. Sasa unaweza kuniuliza upevukaji wa yai hutokea wakati gani? Kawaida wanawake wana mizunguko ya hedhi. Kuna mizunguko ya hedhi ya kawaida na kuna mizunguko ya hedhi isiyo ya kawaida. Mzunguko wa hedhi wa kawaida kwa mwanamke lazima uambatane na kitendo cha yai kupevuka. Na wakati mwingine mwanamke anaweza akaona siku zake lakini yai halipevuki. Kwa nini anaweza akaona siku zake na yai halipevuki? Kwa sababu kuanzia siku ya kwanza ya mzunguko wa hedhi, mwanamke anapoanza kuona hedhi yake, mayai kwa kawaida huwa yanakuwa. Na haya mayai yanapokuwa yanaanza kutoa homoni inayoitwa estrogen. Sasa estrogen hii ndiyo huwa inaanza kukuza ukuta wa mimba kwa ajili ya kuandaa kiumbe hiki kwa ajili ya kuja kufanya implantation. Na inapofika siku ya 14, basi yai hili linapevuka. Na endapo yai hili halitapevuka, maana yake ni kwamba mwanamke huyu atamisi awamu ya pili ya mzunguko wake wa hedhi. Na nini kinatokea sasa? Anapokuwa hajapevusha yai, atakosa homoni ya progesterone, ambayo homoni hii kubalansi mzunguko na huimarisha ukuta wa mji wa mimba. Na anapokuwa ameikosa, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ukuta huu utakuwa ni dhaifu, mwanamke anaweza akablidi wakati wowote ule kwenye mzunguko wake. Kwa hiyo wewe mwanamke unayenisikiliza, kama una blidi katikati ya mzunguko, moja ya changamoto unayoweza kuwa nayo, inawezekana mayai yako hayapevuki. Na unapotaka kujua kwamba yai halipevuki utafanya nini? Pima homoni ya progesterone siku ya 21 ya mzunguko wako kwa wanawake wenye mzunguko wa siku 28, na pima homoni ya progesterone siku 7 baada ya ovulation. Hii sasa haitegemei mzunguko wa hedhi, inategemea na mzunguko wako. Unaweza ukawa ni siku 21, 28, 35 au 45. Endelea kunisikiliza katika mtandao huu wa kijamii ili uweze kujifunza mengi kuhusu afya ya uzazi ya mwanamke.